Jina langu ni Victoria, ninatoka Moscow. Mimi ni producer wa idara ya maudhui ya Afrika ya channel ya kimataifa RT, yani Russia Today International News Channel. Na leo nimefika hapa Dodoma, ukumbini wa UDOM, ili kuonyesha filamu juu ya vita ya dunia ya pili. Filamu hii inaitwa Korongo Wanaruka. Kama ninavyofikiri, ni muhimu sana katika siku hizi na maisha ya kisasa kutosahau juu ya historia, hasa juu ya muda wa historia wa huzuni, ambapo watu walipigana, waliuana. Na sisi Warusi na hasa RT Channel tunafikiri kwamba maudhui yetu ya kuonesha filamu kwa watazamaji hasa vijana wa Afrika wa Tanzania ni kuwakumbusha kwamba kitu cha maana cha maisha yetu ni mapenzi na amani. Na ningetaka sana Watanzania wakumbuke kwamba sisi sote binadamu lazima kutopigana na kuishi kwa amani. Maoni yangu ni kwamba nafikiri kitu kikubwa cha kujifunza ni kwamba vita huwa ina madhara makubwa sana. Sio tu kwa taifa, lakini pia kwa watu binafsi. Kwa hiyo, na sisi kwa bahati mbaya, siwezi kusema bahati nzuri, kwa bahati mbaya, pia tunao uzoefu wa vita moja kati ya Tanzania na Uganda, na ilileta athari kubwa sana, hasa kwa wale wakazi wa Kagera, lakini pia kwa taifa. Na tulijikuta kwamba baada ya vile vita tukawa tumeingia kwenye matatizo makubwa sana ya kiuchumi. Kwa hiyo nafikiri maadhimisho kama haya yanatukumbusha tu kwamba vita ni swala ambalo ni muhimu kujaribu kuliepuka wakati wote, ili lisilete hayo madhara ambayo nimeyazungumzia. Nafikiri kimsingi ni hivyo. Kwa maoni yangu, labda ni muhimu sana kwa Watanzania kwa ujumla kuwa wanajielimisha hasa kuhusu historia kama hii. Kwa sababu ni kwa kuangalia historia ndio tunaweza tukakumbuka, tukaweka tahadhari ya tusiingie kwenye makosa yale ambayo yameshafanyika nyuma. Ingawa wakati mwingine najua kwamba vita ni kitu ambacho ni vigumu kuepuka. Na hasa tukitumia mfano wetu wa Uganda na Tanzania, ni kwamba Tanzania iliweka jitihada kubwa sana ya kuepuka kuingia katika vita, kwa kujaribu kushawishi mazungumzo ndani ya Umoja wa Nchi Huru za Afrika, lakini ikashindikana, ndio maana tukaingia kwenye vita. Kwa hiyo muhimu sana kujaribu kwanza njia za amani, kuepuka vita, ili kuepukana na hayo madhara ambayo nimekutajia. Ni wazo lile ambalo nimeshalitoa, hata tunapokuwa na tofauti za kisiasa kwa mfano, tujaribu sana kutafuta njia za majadiliano, kuweza kufikia mwafaka ambao utaepusha mfarakano na utaiweka nchi tena kwenye hali ya kuwa ya maelewano kati ya watu mbalimbali, na kuepuka hayo madhara ambayo nimeyataja kuhusu kuingia kwenye mfarakano na pengine hata vita. Jina langu ni Ernest Lenatus, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma. Natokea katika ndaki ya Jinsia na Sayansi za Jamii, ni mwanafunzi wa mwaka wa 3. Leo tumeweza kuhudhuria maonyesho ya filamu juu ya vita vya pili vya dunia. Kiukweli sisi kama wanafunzi tunaochukua masomo ya historia tumeweza kujifunza mambo mbalimbali, ikiwemo kujua kwamba na baadhi ya Watanzania waliweza kushiriki katika vita ya pili ya dunia, takribani Watanzania 1000. Lakini pia tumeweza kuona madhara ya vita ya pili ya dunia, ikiwemo vifo, mlipuko wa magonjwa, watu kupoteza familia zao. Kwa hiyo inatia uchungu, lakini pia sitamani turudi huko tulikotoka. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, wanafunzi wenzangu kutoka vyuo vyote Tanzania,
tuweze kuilinda amani yetu sisi kama Tanzania, tusiweze kuingia katika vita ya aina yoyote, haijalishi ni vita ya sisi kwa sisi au vita vya kimataifa. Kwa hiyo pia naweza kuipongeza serikali kwa kuendelea kutunza na kulinda amani hii tuliyokuwepo nayo. Ni jukumu letu kutunza na kuilinda amani. Kwa hiyo mimi kama kijana naweza kuhamasisha vijana wenzangu kuilinda amani yetu sisi kama Tanzania. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki UDOM. Asante.